السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسولنا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله, nianza khutba ya leo kwa kuhusia nafsi yangu kwanza, lakini kadhalik kuwahusieni nyinyi pia katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu takwa ndio khairu zadin liyaumil ma'ad. Qala Allahu jalla wa ala وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na chukueni maandalizi, chukueni masurufu ya safari ya kuelekea kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa hakika bora ya maandalizi hayo ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. إخوة الإيمان, فإن من أعظم نعم الله على العباد أن يقيض لهم دعاة إلى الحق يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم. Ndugu zanguni katika imani, yatakikana tufahamu ya kwamba miongoni mwa neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala alizowaneemesha nazo waja wake katika ulimwengu huu ni kuwekea hao waja wake walinganizi wa haki, walinganizi wenye kuwaita watu katika Uislamu uliokuwa sahihi. Yad'una ila kitabillah, wanawaita watu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Bali walinganizi hao wakawa wanafanya kazi ya kuwaita watu hao kuelekea katika sunna za mtume alayhi salatu wassalam, na haya mawili wakawa wanayafanya ala fahmi salafi salih, kwa kuzingatia ule ufahamu wa kale, ufahamu wa wema waliotangulia kuanzia masahaba, lakini kadhalika wanafunzi wao na wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, radhi za Allah ziwe juu yao. Haya ni miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezijalia kwa watu wa umma huu. Wa hadhihi hiya ad-da'watu as-salafiyya, na da'wa hii ndio ad-da'watu as-salafiyya. Kama ulikuwa hufahamu nini usalafi, maana yake
ni ile da'wa inayowaita watu katika kuifahamu Qur'an, lakini kadhalika na sunna kwa ufahamu wa masahaba, kwa ufahamu wa at-tabi'un, kwa ufahamu wa atba'u at-tabi'in, wanafunzi wa masahaba, kuifahamu Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa wale watu wa kale waliokuwa wema katika masahaba na wanafunzi wao. Hii ndiyo da'wa as-salafiyya, ulinganizi uliokuwa wa kuwaita watu katika manhaji iliyokuwa ya sawa, mfumo wa Mtume alayhi salatu wassalam. Da'wa hii ad-da'watu as-salafiyya, miongoni mwa misingi yake iliyokuwa mikubwa ni msingi wa kuwaita watu katika tauhid, ni msingi wa kuwalingania watu katika tauhid, kuifuata sunna na kuikataa na kuipinga bid'a kwa sampuli zake zote. Na msingi huu wa kuwaita watu katika tauhid ni msingi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja katika Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wala sikuwaumba majini wala watu illa liya'budun, isipokuwa lengo ni kuja kuniabudia mimi, kunipokesha mimi katika huu ulimwengu katika ibada zao. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akakhabarisha kwamba msingi huu, msingi wa kuwaita watu katika tauhid, katika jambo la kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kupokeshwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika uabudiwa huo, Allah msingi huu ameutaja kwamba ndio msingi au ndio da'wa ambayo waliipitia da'wa hiyo manabii wote waliokuja kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, na kwa hakika wallahi tulituma na kupeleka katika kila umma kumpeleka mtume, ani'budu llaha wajtanibu at-taghut, ya kwamba nyinyi muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na mujiepushe na yale yote ambayo yenye kuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika imani, kwa hakika miongoni mwa matunda makubwa ya da'wa hii ad-da'watu as-salafiyya, da'wa ya Mtume alayhi salatu wassalam, ni kule kuenea na kusambaa tauhidi katika miji ambayo da'wa salafiyya imeenea na kusambaa katika miji hiyo. Na wewe tazama pale ambapo ilipokuwa kabla ya watu kuifahamu da'wa hii, ingawa ni da'wa ya kale, kabla ya watu kuifahamu da'wa hii, watazame namna gani mioyo yao ilipokuwa imejifungamanisha na yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu kabla ya kuifahamu da'wa hii, mioyo yao ilikuwa inafungamana na makaburi, ikifungamana mioyo yao na kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo haya ni katika mambo ya ibada, mambo ambayo haipaswi kugeuzwa mambo haya kupelekewa mwingine yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kabla ya kuifahamu watu da'wa hii, shirki ilikuwa ni yenye kuenea katika miji hii. Lakini ilipokuja da'wa salafia ikawafahamisha watu nini tauhid, nini shirki, kwamba nadhiri hizo zinawekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba maombi yote yatakikana yapelekwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya maombi haielekezwi si kwa mtume wala si kwa nabii wala si kwa shekhe wala si kwa wali. Ibada hiyo yatakikana ipelekwe kwa Allah subhanahu. Hii ndiyo da'wa salafia. Imekuja da'wa salafia ikawaita watu katika mambo haya ambayo ndiyo misingi mikubwa katika huu Uislamu, bali ndiyo msingi wa mwanzo katika misingi ya Uislamu, kuwaita watu katika jambo la tauhid. Haya ni katika matunda ambayo yanayoonyesha namna gani da'wa salafia ilivyokuwa ni da'wa ya haki. Lakini kadhalika miongoni mwa matunda ya kuenea da'wa hii katika miji au katika nchi au katika mataifa, katika matunda yake ihya'us sunani wa imatatul bid'ah, ni kuzihuisha sunna, lakini kadhalika na kuzifisha zile bid'ah, kwa maana kuzitokomeza bid'ah, mambo yaliyokuja kuingizwa katika dini, mambo ambayo hayana asili yoyote katika dini. Haya ni katika matunda ya kuenea da'wa hii katika miji, na msingi huu ni msingi ambao umeletwa na Uislamu. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi iliyokuwa maarufu yasomwa kila siku katika mimbar, Mtume alayhi salatu wassalam anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, kwamba yoyote yule ambaye atakayezusha katika jambo letu hili, akaleta jambo jipya katika mambo yetu haya, jambo letu la dini, ma laysa minhu, jambo ambalo halimo katika haya maamrisho yetu, halimo jambo hilo katika mafunzo yetu na maelekezo yetu, fahuwa raddun,
jambo hilo ni lenye kurejeshwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika maneno ya maswahaba katika msingi huu, maneno yako mengi sana. Abdullah ibn Mas'ud akisema ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, nyinyi fuateni, lazimianeni na kufuata, fuateni wala msizushe. Faqad kufitum, nyinyi mshatosheleza, muna Qur'ani, muna sunna, muna ufahamu wa wema waliotangulia, haifai kuzusha katika dini hii. Lakini kadhalika maneno ya Imam al-Auza'i, imam katika sunna, asema isbir nafsaka ala sunna, ivumilisha, isubirishe nafsi yako katika sunna, mwenendo wa mtume alayhi salatu wassalam. Waqif haythu waqafa alqaum, na sita pale ambapo watu walisita na kusimama. Usijifanye wewe kwamba una akili, una maarifa kuwashinda maswahaba wa mtume alayhi salatu wassalam, kuwashinda al-a'imma, kumshinda al-Imam Shafi'i, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Ahmad. Usijifanye wewe una akili kuwashinda hawa. Leo haiwezekani katika ulimwengu huu illa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala kutokezea mtu akamshinda kwa akili Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ni nani? Au akamshinda akili Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Nani katika ulimwengu huu aweza kuifanya kazi ambayo aliyoifanya Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika ulimwengu huu? Nani mwingine? Uhakika hakuna, uhakika hakuna. Na hii ni kuonyesha kwamba kila watu zama zinaposonga mbele akili na maarifa yanapungua. Watazame kina Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, zama ambazo wameishi hakuna makompyuta au hakuna mainternet, katika zama ambazo wameandika vitabu ambavyo leo maulama wote kwa madhehebu tofauti wanarejea katika vitabu vyao. Hakukuwa na umeme, hakukuwa na makompyuta, hakukuwa na chochote katika nyenzo ambazo watu leo hii wako nazo. Lakini pamoja na hayo na ala walizokuwa nazo, hawawezi kuyafanya yale ambayo wameyafanya wale aima waliopita nyuma. Kwa lazima watu wafuate yale ambayo waliokuwa nayo al-aimma waliopita nyuma. Wasluk sabila salafika salih, na wewe fuata njia ya wale ambao waliokutangulia katika wema wako. Fuata njia ya mababu zako katika maswahaba, at-tabi'un na atba'u tabi'in. Hebu wewe kaa ujiulize, wallahi kaa ujiulize peke yako, ni lini uliwahi kufahamu kwamba katika masiku bora duniani katika huu ulimwengu ni masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja? Lau kama si da'wa salafia kuja kufahamisha wewe mambo haya, lini uliyafahamu? Haya ni katika matunda ya da'wa salafia. Da'wa salafia kazi yake ni kuwaita watu katika elimu, kuihuisha ile sunna ambayo tayari imeshapotea na kusahaulika. Lakini kadhalika katika matunda ya da'wa hii pale inapoenea katika miji ni nashrul ilmi shar'i, ni kuisambaza elimu ya kisheria. Na haya wallahi wa billahi, haya sisi tumeadiriki na kuyagundua sisi kwa nafsi zetu, pale ambapo tulipokuwa kabla ya kuifahamu dawa hii. Wallahi tulipita tukajigundua kwamba sisi tumeupoteza muda. Mimi nina sahibi yangu ambaye tulisoma katika vyuo vya kisufi huko zamani. Yule sahibi yangu mimi nilimwacha miaka mingi sana. Baadaye kwenda zake university huko, arudi ananiambia wallahi nimeutupa muda wangu. Baada ya kwenda zake university kaifahamu da'wa salafia kupitia zile seminarat au daurati zinazofanywa katika mavyuo haya. Hasa haya ni mambo ambayo yanaonekana kwamba iwapo da'wa hii itaenezwa kisawasawa na kwa ukweli kutoka katika nafsi, wallahi ujinga utaondoka kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika pia vile vile katika matunda ya da'wa hii, annaha turabbi an-nas ala ta'dhimi ad-dalil. Da'wa hii inawafundisha watu na kuwapa watu malezi katika jambo la kuzitukuza dalili, kuitukuza Qur'an, kutukuza maneno ya mtume alayhi salatu wassalam, wa taqdimi kalami llahi wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam ala kulli ahadin. Da'wa hii inapokuja kauli ya Allah, inapokuja sunna ya mtume alayhi salatu wassalam, pataachwa maneno ya mwingine yoyote, kutangulizwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika na sunna za mtume alayhi salatu wassalam. Na ndio maana al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala yalikuwa akisema idha sahha al-hadithu fahuwa madhhabi, ikizihi hadithi hayo ndiyo madhehebu yangu, hayo ndiyo mapito yangu. Sababu inawezekana mimi nikazungumza kauli ambayo sijaona katika kauli hiyo sunna ya mtume alayhi salatu wassalam kwa misingi au kwa kiasi, matokeo yake baadaye ikaja ikaonekana sunna inayopingana na vile ambavyo mimi nimefutu katika kauli zangu. Kwa ikitokezea hivyo, achaneni na kauli yangu, fuateni sunna za mtume alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان miongoni pia vile vile matunda ya kuenea da'wa hii da'watu salafia da'wa ya mtume alayhi salatu wassalam ni tahqiqul amni wal istiqrar ni kuithibitisha amani katika vifua amani katika miji lakini kadhalika katika majumba na haya yanapatikana kwa watu kufundishwa tauhid kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wale ambao wameamini wa lam yalbisu imanahum bidhulmin wasichanganye imani yao na shirki yoyote dhulma yoyote ulaika lahumul amn hao ndio ambao watakaokuwa na amani hivi sasa na amani hapo baadaye wa hum muhtadun na hao ndio ambao watakaokuwa ni wenye kuongoka hakuna da'wa ambayo inayopambana kwa ukweli na kwa dhati na kwa yakini katika kuisambaza tauhidi katika miji mithili ya da'wa salafia bali tuweza kusema kwamba hakuna da'wa ambayo iliyokuwa inasomesha tauhidi kama da'wa salafia leo ukitazama seminarat daurati mbalimbali zinazosimamishwa watu wanasomeshwa namna ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala na kufahamishwa nini shirki lakini kadhalika na nini tauhid na haya yanadhihiri kwa wale ambao waliokuwa tayari umri zao zimeshatangulia wataona kwamba mwanzo ilivyokuwa katika hii miji yetu kabla ya kuja hii da'wa salafia kwamba watu walikuwa wako katika hatari iliyokuwa kubwa ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kuzifungamanisha nyoyo zao na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini kadhalika kufungamana na makaburi wakisema kwamba hawa ni mawali lakini ilipokuja da'wa salafia ikawafahamisha watu kwamba haya mnayoyafanya haya ndio ambayo yalikuwa yakipingwa na wale manabii katika zama zilizopita na haya mnayoyafanya hakuna tofauti na yale ambayo yaliokuwa kifanywa huko nyuma haya yameletwa na da'wa salafia ambayo ukitazama ni da'wa ambayo imesimama katika misingi iliyokuwa ya sawa na haki iliyokuwa ya kisawa sawa lakini kadhalika pia vile vile katika matunda ya kuenea da'wa hii ni ijtima'ul kalimati kulikusanya neno la watu au neno la waislamu na safu ya waislamu ikawa ni moja kama Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe alipoutaja msingi huu kwa kuambia wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu huu ndio msingi wa Uislamu kuwaita watu katika tauhid kuwakusanya watu katika jambo moja kamba ya Allah kuwaita watu kwa maana kuwakusanya katika Qur'an lakini kadhalika katika sunna kama walivyoelezea wanawachuoni kwamba hablullahi kwa maana ni kitabu chake na sunna zake na kuutazama mwenendo au ufahamu wa wema waliotangulia katika kufahamu hayo mawili tazama watu walivyokuwa haijaja da'wa hii da'wa ya haki namna watu walivyokuwa wakitofautiana yule akiwaita watu katika kundi lake rafidha akiwaita watu katika urafidha wake kuwatusi maswahaba na yule anawaita watu katika ibadhia huyu anawaita watu katika sufia yule anawaita watu katika hili lakini ilipokuja da'wa salafia ikaingia katika ikawaambia watu hapana usahihi watu ni kurudi katika Qur'ani na katika sunna tena si kwa ufahamu wenu nyinyi si kwa ufahamu wa hawa wala wale kwa ufahamu wa wale mababu zetu watangu ambao ni maswahaba wa mtume alayhi salatu wassalam kwa kurudi katika haya watu wakiweza kuifahamu Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia hakuna ikhtilafu hawezi kuja mtu akasema kuna mawalidi hapa kuna takhtimu kuna halu hawezi kuja mtu kwa sababu ile aya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi hii aya hii siliteremka kwa mtume wakasomewa maswahaba wao walifahamu vipi ina maana sisi kwa kurudi katika ufahamu wa hawa basi خلاص khilafu inakuwa ni yenye kuondoka katika miji kwa hii ndio da'wa salafia ni yenye kuwarudisha watu katika haki iliyokuwa kongwe jambo ambalo linatuonyesha kwamba sisi atakana tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuneemesha na kuifahamu da'wa hii iliyokuwa ya haki inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والسنة وانصر أهل التوحيد. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.